Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Baada ya ziara ya rais wa Marekani Donald Trump katika nchi tatu za Kiarabu, wengi walikuwa wakihoji ni nini yalikuwa malengo haswa ya ziara hii. Lakini kabla ya kujua nini hasa malengo ya ziara ya Donald Trump, ikumbuke kiongozi huyo wa Marekani, moja kati ya jambo ambalo wengi wamemhoji ni kwa nini hakulitembelea taifa rafiki kwa muda mrefu la Israel, jambo ambalo wengi walikuwa wakikubaliana na kile walichokisema Wayahudi kwamba pengine Trump ameanza kuitenga Israel kidogo kidogo. Rais Donald Trump wa Marekani alianza safari ya siku tatu katika nchi tatu za kusini mwa Ghuba ya Uajemi, Saudi Arabia, Imarati pamoja na Qatar kuanzia Jumanne ya Mei 13. Kama ilivyokuwa katika muhula wake wa kwanza, Trump amechagua Saudi Arabia kama kituo cha kwanza katika safari yake hiyo ya kwanza nje ya nchi, licha ya kwamba mwaka huu alisafiri hadi Roma nchini Italia kwa ajili ya mazishi ya Papa Francis. Washington imesema kuwa lengo la safari hii ilikuwa ni kuimarisha ushirikiano wa kistratejia na nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi. Awali vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti kuhusu safari ya Trump katika nchi hizo za Ghuba ya Uajemi kwa kuzingatia matamshi ya maafisa wa sasa na wa zamani wa Marekani na maafisa wawili wa Kiarabu kwamba lengo lake ni kuhuisha makubaliano na ahadi za uwekezaji zenye thamani ya dola trilioni 1. Safari ya Trump katika Ghuba ya Uajemi, ambayo kwa mujibu wa ikulu ya White House ina lengo la kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na kiusalama na nchi za kusini mwa Ghuba ya Uajemi, imeibua maswali mengi kuhusu mahusiano ya Marekani na nchi hizo, mahusiano ambayo yanaonekana kuwa yanalenga zaidi kuinufaisha Marekani kiuchumi na kibiashara kabla ya jambo jingine lolote. Katika safari hii ambayo Trump ameita kuwa ya kihistoria na baadhi ya vyombo vya habari kukadiria faida zake kiuchumi kwa Marekani kufikia dola trilioni 3, inalenga zaidi kudhamini maslahi ya kiuchumi ya upande mmoja ambayo ni Marekani. Mtazamo wa Trump kuhusu nchi hizo uko wazi kutokana na matamshi yake huko nyuma kuhusu nchi za Kiarabu, hususan Saudi Arabia. Trump amekariri mara kadhaa kauli yake ya kuifananisha Saudi Arabia na ng'ombe wa kukamwa. Kauli hizi zenye utata hasa sasa zinatafsiriwa na baadhi ya wakosoaji kama ishara ya mtazamo wa udhalilishaji wa Marekani kuhusu nchi hizi. Shirika la habari la Axios limeripoti kwamba safari ya Trump huko Saudi Arabia, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu unahusiana zaidi na pesa kuliko jambo jingine lolote. Afisa mmoja wa Kiarabu anasema ajenda yake ya kikanda ni biashara, biashara na biashara. Kwa mujibu wa ikulu ya Marekani, moja ya malengo ya makuu ya safari hii ni kuvutia uwekezaji mkubwa kutoka nchi za kusini mwa Ghuba ya Uajemi. Ripoti zinaonyesha kuwa Saudi Arabia imejitolea kuwekeza dola trilioni 1 nchini Marekani. Nayo Emirati imewasilisha mpango wa kuwekeza nchini humo dola trilioni 1.4 katika kipindi cha miaka 10. Qatar pia imeahidi kuwekeza dola bilioni 300 nchini Marekani. Mikataba hii inajumuisha sekta mbalimbali ikiwa ni pamoja na teknolojia, nishati, miundombinu na ulinzi. Mikataba hii haswa katika nyanja za kijeshi, teknolojia na miundombinu inachukuliwa kuwa muhimu kwa ajili ya kubuni nafasi za ajira na kuimarisha uchumi wa Marekani. Trump anataka kudhihirisha mikataba hii kama ishara ya mafanikio ya sera za kibiashara. Katika hatua yake ya kwanza akiwa Saudi Arabia, Trump alitia saini mikataba mikubwa minono kwa Marekani akiwa na mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Viongozi hawa wawili wa Marekani na Saudi Arabia walihudhuria pia mkutano wa uwekezaji wa nchi hizo siku ya Jumanne ambao uliambatana na tangazo la kusainiwa mikataba 145 yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 300. Inatarajiwa pia kwamba Trump atafunga mikataba mingi na mikubwa wakati wa safari yake katika nchi za Umoja wa Falme za Kiarabu na Qatar, ambayo bila shaka itafaidi makampuni ya Marekani kwa mamia ya mabilioni ya dola. Kwa kuzingatia hali hiyo, wamiliki wengi wa makampuni ya Marekani, hasa Elon Musk, bilionea maarufu na mkurugenzi mtendaji wa Tesla na SpaceX, wanazikodolea macho tamaa fursa ambazo zimeandaliwa kwa ajili yao nchini Saudi Arabia na nchi nyingine za Ghuba ya Uajemi. Kuandamana wasimamizi wa makampuni hayo na Trump katika safari yake ya Ghuba ya Uajemi kunaweza kutathminiwa kama mtazamo huu. Suala muhimu ambalo linatarajiwa katika wakati huu katika safari hii ya Donald Trump katika maeneo ya Ghuba ya Uajemi ni mikataba hii
haswa katika nyanja za kijeshi, lakini pia katika nyanja za kiuchumi. Kwa hakika, licha utajiri wao mkubwa, nchi hizi zinatafuta dhamana ya usalama kutoka kwa Marekani. Zinategemea uungwaji mkono wa kijeshi na kisiasa wa Marekani kutokana na changamoto za kiusalama za ndani na nje, ikiwemo mivutano ya kikanda na ukosefu wa utulivu wa ndani. Utegemezi huu, wengine wanaamini, umebadilisha uwiano wa nguvu kwa maslahi ya Marekani, ambapo nchi hizo zinalazimika kukubali mikataba mikubwa ya kiuchumi pamoja na ununuzi mkubwa wa silaha kutoka Marekani kwa ajili ya kulinda usalama wao. Kuhusiana na hilo, Saudi Arabia ilitia saini mkataba mkubwa zaidi wa mauzo ya silaha katika historia na Marekani wenye thamani ya dola bilioni 142, ukijumuisha silaha mbalimbali yakiwemo makombora, ulinzi wa anga na mifumo ya kuzuia makombora, magari na ndege za kivita na vifaa vingine vya kijeshi. Mkataba huo ambao ikulu ya Marekani iliuita uuzaji mkubwa zaidi wa silaha za ulinzi katika historia umetoa fursa ya kipekee na yenye faida kubwa kwa makampuni ya silaha ya Marekani. Inaonekana kuwa safari ya Trump imeleta manufaa makubwa ya upande mmoja kwa Marekani, na kilichobakia sasa ni kwa nchi za Kiarabu kuwa watumiaji tegemezi tu kwa bidhaa za kiuchumi, kisiasa, kijeshi, kisayansi na kiteknolojia za Marekani. Wakati huo huo, safari ya Trump inalenga zaidi kuinufaisha Marekani kiuchumi, kisiasa na kijiografia kuliko kuzisaidia nchi hizo za Kiarabu katika kutatua masuala yao sugu ya kikanda kama vile mzozo wa muda mrefu wa Palestina au mivutano ya kikanda. Aidha, juhudi za kupunguza ushawishi wa China katika eneo hili na kudhibiti soko la nishati, mafuta na gesi ni malengo mengine yaliyotangazwa ya safari hii ambayo yataileta Marekani manufaa chungu tele ya kiuchumi, kisiasa na kimkakati. Mtazamaji wa The World News, hayo ndiyo malengo ya ziara ya rais wa Marekani Donald Trump kutembelea mataifa makubwa matatu huko katika Ghuba. Basi endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein.